Na kusalimu asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu, nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Ujumbe wetu unasema kusimama kinyume na wanaotafuta habari zako kinyume. Mathayo mlango wa 2 mstari wa 4 na wa 7 na wa 8. Akawakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo alizaliwa wapi. Kisha Herode akawaita wale wataalamu wa nyota faragani, apate kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehemu akisema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto. Mkiisha kumwona nileteeni habari, ili mimi nami niende nikamsujudie. Mtu wa Mungu, asubuhi ya leo, Mungu akupe ufahamu mkubwa sana juu ya watu ambao wanataka kujua habari za maisha yako. Maana si kila mmoja anafurahia maisha ulionayo. Kuna wengine furaha yao ni kuona wewe ukididimia, ni kuona wewe ukiwa tegemezi. Maandiko yanasema juu ya mfalme Herode, si kwamba Herode ana nia ya kwenda kumshuhudia Yesu. Nia ya Herode ni kutafuta namna ya kumwangamiza Yesu, kwa sababu alipopata taarifa ya kwamba mfalme amezaliwa, akapata shida. Akajua amezaliwa mtu ambaye atageuza majira, atageuza maisha ya watu, ataleta ukombozi mahali ambapo ukombozi hakuna. Na ndipo anapowakusanya makuhani na watu ambao walikuwa na nafasi kwa kipindi hicho, kwa lengo la kuwapeleleza ili apate kujua kwa kina habari ya Yesu Kristo, kwa lengo la kumwangamiza. Ndio maana asubuhi ya leo nakuambia, simama kinyume kupitia maombi juu ya watu wanaotafuta habari zako kinyume chako. Hawana nia njema ya kuulizia habari ya mafanikio yako. Katika kitabu cha Matendo sura ya 3, maandiko yanasema wakati Petro na Yohana walipokuwa na kwea hekaluni, walimkuta mtu ambaye tangu kuzaliwa alikuwa mlemavu, na walipomwombea akapona, kuna watu waliinuka kutaka kujua habari ya mtu aliyemponya yule mtu. Hawakuwahi kutafuta habari zake, lakini siku alipoponywa wanatafuta habari zake. Ndipo pia ukiona kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 5, Yesu alipomponya yule mtu aliyekaa miaka 38, watu wanamuuliza, ni nani aliyekuponya? Tuambie. Wanatafuta habari ya yule aliyemponya, si kwa nia njema, ni kwa nia kumwangamiza. Nikwambie mpendwa, Mungu hakupe hekima. Si kila mtu wa kumwambia juu ya mafanikio yako, juu ya mipango yako, juu ya uzao wako. Saa ingine Mungu amekupa neema, watoto wako wamefaulu. Si wote wanaofurahia kufaulu kwa watoto wako. Saa ingine Mungu amekupa neema, umeanzisha miradi kadhaa.
Si wote wanaofurahia juu ya miradi yako, maana kuna wengine wanatafuta habari ya mipango yako ili wakukwamishe, aidha kwa njia ya kichawi au kwa namna wanaojua wao wenyewe. Anasema mkaulize. Anataka kujua ni muda gani walioiona nyota, wanataka kujua ni wapi ili akamsujudie. Kumbe lengo lake ni kutaka kumwangamiza. Anatamani kujua hii nyota imetokea wapi. Nikwambia asubuhi ya leo, usifurahi tu kwa sababu umeinuliwa. Kuna roho ambazo hazitaki kuona wewe umeinuliwa. Usifurahi tu kwa sababu una amani. Kuna roho ambazo hazitaki wewe uwe na furaha, uwe na amani. Saa ingine kuna nafasi umepewa kazini, kuna watu hawataki kuona hiyo nafasi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Daniel sura ya 6 mstari wa 3 mpaka wa 4, maandiko yanasema basi Daniel huyo alipata kibali au sifa kuliko wakubwa na maliwali ambao walikuwepo, na roho wa Mungu alikuwa juu yake. Lakini mstari wa 4 anasema basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Daniel kwa habari ya mambo ya ufalme. Hawatafuti habari za Daniel kwa nia njema, wanatafuta habari za Daniel ili kumharibia sifa, ili kuharibu nafasi yake. Kwenye ofisi uliyepo, pengine kuna watu wanatafuta tu kosa dogo ili ufukuzwe. Lazima uwe makini. Usiache kuiombea kazi ya mikono yako. Usiache kuiombea nafasi ambayo Mungu amekupa. Usiache kuiombea familia yako, watoto wako. Si kila mmoja anamwambia mtoto wako anasoma wapi. Ni kweli Mungu amewainua, lakini si wote wanaotafuta habari zako kwa nia njema. Si kila anayekuulizia huduma imefikia wapi. Ndiposa wakamwambia yule kipofu aliyeponywa na Yesu, tuambie ni nani aliyekuponya. Wanatafuta habari za aliyemponya, si kwa sababu wanataka kumtukuza, ni kwa sababu wanataka kuondoa uponyaji wa yule ndugu. Ashukuriwe Mungu, yule ndugu alikuwa na ufahamu. Akasema jinsi mnavyomsema Yesu kwamba yuko hivi na vile, nachojua mimi nilikuwa sioni, lakini sasa nimeona. Yatosha kushikilia muujiza wangu. Nikwambie mpendwa, asubuhi ya leo, simama katika nafasi. Pingana na kila roho inayetumika kwa watu kutafuta habari za watoto wako, habari za huduma yako, habari za maisha yako kinyume na wewe. Wasiwahi kusimama. Na tuombe. Mungu mwaminifu uliye hai, ninakushukuru kwa sababu ya mtoto wako. Wale maadui ambao wameinuka, wanaotumwa na roho ya Herode ili kufuatilia nyayo zake, mipango yake, katika jina la Yesu ninawapiga upofu na kuwasambaratisha. Funika maisha ya mtoto wako na kumlinda kwa jina la Yesu Kristo, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania. Mawasiliano yangu ni 0766 921170.